lazima ujue afya yako inakaa namna gani. Usikuwe tu ni mtu kile ambacho unapata unakula, ukipata hii unakula, ukipata ingine unakula. Yaani kazi yako ni kukula kila kitu, haifai. Mtu wa Mungu anafaa kuangalia anakula nini. Sasa tutazidi kuendelea na mafundisho, na leo napenda tuangalie malaika hawa watatu wako hapa, kwa sababu ni ujumbe wa nyakati ya leo. Leo watu wanafaa kuhubiriwa ujumbe ambao unawafaa, ujumbe wa kupanda mbegu iko dunia hii, ujumbe wa kutoa ubarikiwe, bado ujumbe hizo ziko, ujumbe wa kuhubiriwa, ujumbe hiyo iko dunia hii. Lakini msomaji, hebu nisomee Mathayo 24:44. Unasemaje? Mathayo 24:44. Leo hii makanisa imekuwa mingi. Inasema hivi. Sema. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Kwanza mstari wa 43 inasema hivi. Unasemaje? Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakavyokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Sasa sisi tunaishi katika kipindi ambacho ni kipindi cha lala salama, na kama hatutajua, na kwa sababu hatujui saa ambayo Yesu anarudi mara ya pili, lazima tukeshe tukiwa tayari. Kwa sababu hiyo nanyi jiwekeni tayari. Kwa sababu hiyo Biblia inatuambia tujiweke tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani, Mwana wa Adamu yuaja. Kwa hivyo kuna saa ambayo hatujui, na hiyo saa Mwana wa Adamu anakuja, sivyo? Ndio. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu? Sasa Biblia inasema ni nani basi mtumwa yule mwaminifu? Mwenye akili. Huyo mtumwa hawe na akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula cha wakati wake. Sasa sisi kile tunafanya, tunahubiri ujumbe wa wakati. Usikuwe ati ni asubuhi halafu wewe haupewi breakfast, unapewa supper. Kile ambacho kinaendelea kwa makanisa leo, watu hawapewi chakula cha wakati. Ujumbe wa kuinuliwa na kupanda mbegu ndio zimejaa, lakini kile ambacho sisi tunahubiri leo ni ujumbe wa wakati. Tunapeana chakula kwa wakati. Msomaji, mwalimu, sasa twende Ufunuo 14 mstari wa 6. Sasa ujumbe huu ndio watu wanafaa wahubiriwe siku za leo, lakini watu wamekataa ujumbe wa malaika hao watatu, wamekataa. Kama ingekuwa watu wamekubali, watu wote wangekuwa wanajua malaika hao watatu wako na ujumbe gani katika siku za leo. Hebu soma. Kisha nikaona malaika mwingine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Kumbe malaika huyo anaruka katikati ya mbingu na ako na injili ya milele, awahubiri hawa wakao juu ya nchi. Malaika huyo anawahubiri wakao juu ya nchi, na kila taifa, na kila kabila, na kila lugha, na jamaa. Akasema, sasa sikiliza,
malaika huyu ni malaika wa kwanza. Ukisikia malaika ujue ni wajumbe wa Mungu. Sasa ujumbe ambao umebebwa na malaika wa kwanza unaenda kwa kila kabila, kwa kila jamaa na kila taifa, lugha na kila lugha. Lakini cha kushangaza leo unapata ati hapa Nairobi kuna kanisa watu wamejifungia ndani, ni Wajaluo peke yake. Tunaongea huko, hata watu wenye wako nje Wakikuyu hawasikii. Sasa ni ujumbe gani hiyo ambayo inahubiriwa pale, ambayo haifai kabila zingine zisikie? Na ujumbe wa malaika wa kwanza inasema hivi ya kwamba lugha zote lazima wahubiriwe, kabila zote wahubiriwe, mataifa yote yahubiriwe. Sasa mkijificha huko ndani ni Wakikuyu peke yake, ni Waluo peke yake, sasa kabila zingine zitajua aje? Na ujumbe huu ni ujumbe wa milele, sio ujumbe wa panda mbegu, sio ujumbe wa kuinuliwa ati utapokea. Hapana, ni ujumbe wa milele. Akasema kwa sauti kuu, malaika huyu akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ndio maana tunaishi katika kipindi cha lala salama. Saa ya hukumu ya Mungu imekuja, lazima watu waambiwe. Leo watu wanasema ati wewe hubiri Yesu, wewe hubiri tu Yesu, watana mambo mengine. Utahubiri aje Yesu bila kuambia watu saa ya hukumu ya Mungu imekuja? Na watu hawa wafanyaje? Endelea. Inasemaje? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe malaika huyo wa kwanza anaambia watu wasujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza anahubiri hapa. Sasa kwa nini malaika huyu anaambia watu wamsujudie yeye aliyezifanya mbingu na ardhi? Kuna uwezekano watu hapa wamekataa Mungu aliyefanya mbingu na ardhi, wamegeukia mungu mwingine. Watu wametoka kwa injili ya kweli, injili ya Biblia, wameingia katika injili ya namna nyingine. Msomaji, Wagalatia 1:6. Watu wamekataa injili ya Biblia, wamegeukia injili ya namna nyingine. Watu wanataka wasikie watainuliwa, wataenda ng'ambo, wataenda Amerika, watajenga manyumba, lakini watu wataki kuhubiriwa dhambi zao. Hebu soma. Yasemaje? Na staajabu ya kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine. Kumbe watu sasa wamegeukia injili ya namna nyingine, hawayuko katika injili ya Biblia, wao kwa injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Sasa kuna watu ambao wanataabisha watu hapa, na watu hawa wanafanya watu wageukie injili ya namna nyingine ambayo sio injili ya Kristo, na watu hao sio wengine, ni wachungaji. Kwa hivyo wachungaji hapa wanageuza watu watoke kwa injili ya Kristo, wanafanya watu wanaingia katika injili ya namna nyingine. Ndio maana ukiwa umeenda ibada na ujue hizi zinamaanisha nini, ujue uko kwa injili ya namna nyingine, hauko kwa injili ya kweli ya Biblia. Wala si nyingine,
lakini wapo watu wa samahani, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyoihubiri. Sasa sikiliza, kama kuna yeyote ambaye anahubiri injili ya namna nyingine ambayo sio injili ya Kristo, afanyaje? Na alaaniwe. Sasa kuna watu leo wanahubiri injili ya namna nyingine, wamegeukia injili ambayo sio injili ya Biblia. Wametoka hapo, wameenda kwa injili tofauti. Kwa hiyo Biblia inasema watu hao walaaniwe. Wametoa watu kwa Mungu wa kweli. Usidhani ya kwamba utaletewa injili ya namna nyingine alafu ukue unaabudu Mungu wa kweli. Msomaji, sasa kuna watu leo wametoa watu kwa Mungu wa kweli. Watu hawamsujudii Mungu wa kweli, wanamsujudia Mungu ambaye ni Mungu wa bahari. Ni watu gani wanaofanya hivyo? Hebu nisaidie 56 Isaya. 56 Isaya. Lazima watu warudishwe kwa injili ya kweli ya Mungu. Ndio maana malaika huyu wa kwanza anawaambia watu wamsujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Hebu soma 56 Isaya. Inasemaje? Inasema naliwatolea. Soma Yeremia 50:6. Kuna watu wanaitwa wachungaji, ambao wachungaji hawa wamewapoteza watu. Watu wa Mungu leo wametolewa kwa ibada ya Mungu na wachungaji ndio wamefanya. Hebu some. Inasema hivi. Inasemaje? Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Sikia, Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamefanyaje? Wamewapoteza. Kumbe watu ambao wanapoteza watu leo ni wachungaji. Sasa lazima ukuwe kefu mahali unaenda ibada. Kuna uwezekano mchungaji wako amekupoteza kwa kukutoa kwa Mungu wa kweli, amekutoa kwa ibada ya kweli. Ibada ya kweli, yule anayesujudiwa ni Mungu wa Biblia peke yake. Sasa kuna ibada nyingi leo, ibada hizo ambazo hazijulikani kwa Biblia. Msomaji, Wakolosai 2:23. Wakolosai 2:23. Wakolosai 2:23. Kuna ibada ambazo zinaendelea leo chini ya jua. Ibada hizo kwa Biblia hazijulikani. Watu hawamsujudii Mungu kwa makanisa, wamegeukia injili ya namna nyingine na Mungu ambaye sio Mungu wa Biblia. Hebu some. Inasemaje? Wakolosai 2:23. Kazi ya Mungu inasemaje? Mambo hayo yanaonekana kama kwamba hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Sasa kuna leo ibada ambazo watu wamejitungia wenyewe, na katika ibada hizo watu wanadhani ya kwamba wanaabudu Mungu wa mbinguni, kumbe hawaabudu Mungu wa mbinguni. Ndio maana malaika huyu wa kwanza anarudisha watu kwa ibada ya kweli ya Mungu, sio kwa ibada ambayo ni hekima ya wanadamu. Msomaji, Wakorintho wa kwanza 2:5. Kuna ibada za kujitungia ambazo watu wamekuja wakajitengenezea, na ibada hizo ziko hata maeneo haya. Hebu some Wakorintho wa kwanza 2:5. Inasemaje?
nasema hivi ili imani yenu isiwe katika hekima ya mwanadamu. Sasa ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Bali katika nguvu za Mungu. Sasa hekima ya wanadamu inatumika leo kuleta ibada feki ambayo sio ibada ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema watu wanaowapoteza watu ni wachungaji. Kama unaenda mahali katika ibada, lazima upime mchungaji wako hako namna gani. Lazima umupime na Biblia. Biblia ikimkubali, kubali yeye. Biblia ikimkataa, kataa yeye. Ufanye kama kanisa ambazo ilikuwa kanisa la kwanza. Hebu nipe kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 2. Lazima watu wapime wachungaji wao. Wao wachungaji ndio wamewapoteza watu kabisa. Unaenda unafikiri unaabudu Mungu, kumbe hapo ndani wewe ni stock ya mtu. Unafikiri uko kwa kanisa, kumbe uko kwa duka ya mtu, kwa kiosk ya mtu. Siku wakati Yesu alisema hatutafunga kioski yote abaki na ile ya Nairobi. Yeye Nairobi ni supermarket, hizo zingine zote ni kioski zake. Sasa anazitumia kwa sababu ya faida yake, sio kwa sababu ya kuokoa mioyo ya watu. Msomaji sana waraka Ufunuo wa Yohana 2:2 nasema hivi, nayajua matendo yako, na taabu yako, na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Kumbe wale wanaojiita mitume lazima wajaribiwe, sivyo? Ndio. Lakini watu wa leo wamekataa kuwajaribu hao. Kanisa inafunguliwa, unaingia ndani, mwingine inafunguliwa, unaingia ndani. Haujaribu kama ni kanisa ya Mungu ama hapana. Wewe unaingia tu, unakuwa katika twende, kumbe unaingia kwa duka ya mtu. Wewe unakuwa ni stock kwa hiyo duka. Sasa kile ambacho unafanya lazima ujaribu mchungaji huo. Hebu msomaji nipe 8:20 kitabu cha Isaya. Lazima wapimwe, wajulikane. Kama Biblia inawakubali, tuwakubali. Kama Biblia inawakataa, tuwakatae. Tusiwe ni watu ambao tunajua ni watu feki, lakini ibada ya uongo hatujui. Hiyo itakuwa kujidanganya wenyewe. Hebu usome. Inasemaje? Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili. Ikiwa wachungaji hao hawasemi sawasawa na Biblia, bila shaka kwao hapana asubuhi. Huko ni giza. Kama kuna mchungaji hasemi sawasawa na Biblia, huko sio mahali ambapo Mungu anaabudiwa. Hapana. Mungu anasema wachungaji hao waende kwa sheria na ushuhuda, na ndio maana wamekataa Biblia. Makanisa imekuwa mingi kuliko mikati kwa duka. Ukienda street unapata makanisa karibu 5. Ukienda huku unapata makanisa mingi tu. Moja jajaa, ingine imefunguliwa, ingine jajaa, ingine imefunguliwa. Kwa ploti moja unapata makanisa 3 na zote hazielewani. Kwani Biblia ni ngapi? Na Biblia ni moja. Mungu anasema imani ni moja. Iweje makanisa ikuwe 3 mahali pamoja? Hawa wanapiga ngoma, hawa wanaweka muziki, hawa wanarukaruka. Mungu akiambia hawa rukarukeni, hawa Mungu amewaambia msirukaruke. Wengine ati Mungu amewaambia mfunge kitambaa, alafu wengine Mungu amewaambia wasifunge. Wengine
Mungu amewaambia toeni viatu mkiingia kwa ibada. Wengine nao Mungu amewaambia wavae viatu waende kwa ibada. Hizi ni mchanganyiko. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Hiyo ni Babeli. Mungu hawezi kuambia watu wengine waende ibada Friday, alafu wengine Mungu anawaambia waende ibada Saturday, wengine Mungu anawaambia waende ibada Sunday. Wewe ni Mungu gani? Huyo atakuwa Mungu ambaye haeleweki. Mungu wa Biblia ana ibada moja, ibada ya Sabato. Ibada hizi zingine zote ni ibada bandia, kwa Biblia haipatikani. Wewe unaenda tu msomaji. Mwalimu, twende kwa malaika wa pili. Tunaangalia malaika wa kwanza anaambia watu wa hapa warudi kwa ibada ya kweli. Ibada ya Mungu ni ibada ya Sabato. Hakuna ibada nyingine ambayo inatambulika kwa Biblia, na tumekuwa tukiangalia hilo kwa muda ambayo tumekuwa hapa. Si lazima tuende sana, na kama uko na swali, andaa swali yako ukuje nayo hapo. Nipe Ufunuo 4:14 mstari wa 9 mstari wa 8 wa 8 inasemaje? Kisha mwingine malaika wa pili akafuata, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisemaje? Umeanguka Babeli. Kumbe malaika wa pili anasema Babeli imefanyaje? Imeanguka. Mji ule uliokuwa mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu na usherati wake. Sasa sikiliza, malaika wa pili anaambia watu wa hapa Babeli imeanguka, watu wasiende huko. Lakini leo watu wako Babeli na hawajui wako Babeli. Babeli ni nini? Hebu msomaji nipatie kitabu cha Ufunuo Yohana 17:3. Kuna Babeli ambayo inaongoza dunia siku ya leo. Babeli yenyewe ndio hii, inaongozwa na mwanamke huyu Babeli. Hebu soma. Inasema akalichukua katika roho hata jangwani, alafu nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Mnyama huyu ana majina ya makufuru, mwenye vichwa 7. Mnyama huyu ana vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, na nguo nyekundu, amepambwa kwa dhahabu, ana dhahabu na kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Mwanamke huyo ana kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichochawa machukizo na machafu ya usherati wake. Na katika kipaji chake cha uso. Sasa sikiliza hapa kwenye point. Mwanamke huyu kwa Biblia inasema katika kipaji chake cha uso, kipaji chake cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa, la siri, Babeli mkuu, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa sikiliza, malaika wa pili anasema Babeli imeanguka, na Babeli hiyo inapatikana katika Ufunuo 17. Biblia inasema mwanamke huyo alikuwa na jina la siri. Jina hilo limeandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa mwanamke huyu ndio Babeli ya leo, Babeli ya leo. Ndio maana tukasema usipochunga huko Babeli na haujui. Na malaika wa pili anasema Babeli imefanyaje? Imeanguka. Watu watoke huko Babeli. Babeli ya kwanza ilikuwa katika Ufunuo, katika kitabu cha Mwanzo 10. Babeli ya kwanza ilikuwa ya Nimrod. Babeli ya Nimrod wakati huo walijenga mnara wakitaka
Mungu, lakini Mungu akawachanganya kwa lugha. Katika maneno hiyo, Nimrod alipokufa akawacha mke wake anaitwa Semiramis. Huyo Semiramis akapata mimba ya ukahaba, alafu akamuuliza, hii mimba umepata umetoa wapi na mke wako amekufa? Wakati huo Semiramis akasema mume wake alikufa akaenda kwa jua. Alipoenda kwa jua akamumulika kwenye tumbo yake akapata mimba. Watu wakaanza kuabudu jua, wakajua kwa sababu walikuwa wanampenda Nimrod, wakaanza kuabudu jua. Baadaye huyo Semiramis akazaa mtoto anaitwa Tamusi. Huyo Tamusi akazaliwa tarehe 25 Desemba. Angalia katika Google utapata Tamusi amezaliwa Desemba tarehe 25. Wewe unaenda kusherekea Krismasi, hausherekei kuzaliwa kwa Yesu, unasherekea Nimrod. Mtoto wa Semiramis anaitwa Tamusi. Hakuna Yesu alizaliwa tarehe 25. Kama unasherekea tarehe 25, wewe huko mahali kunaitwa Babeli, huko Babeli. Upende usipende, potelea mbali. Sasa malaika wa pili wamesema watu watoke Babeli. Na Babeli hilo tumeona ya kwamba hao ndio wameleta Krismasi. Hakuna Mungu alisema watu washerekee Krismasi, hakuna. Hiyo ni ibada za uongo, ibada ya Babeli. Kama ukienda katika ibada, mchungaji wako akakuambia kuja tuweze ibada tarehe 25, ukaenda ibada, atakusherekea kuzaliwa kwa Yesu, ukiwa wewe na mchungaji wako mko wote Babeli. Na malaika wa pili anasema Babeli umefanyaje? Umeanguka. Wewe na Babeli na mchungaji wako wote umeanguka. Sasa katika Babeli hii ambayo inaongoza dunia leo, huyu ni mwanamke. Wacha tuseme kwa wazi, mwanamke huyu ni nani ambaye ni Babeli, si ndio? Sasa mwanamke huyu amekalia mnyama, na mnyama huyu katika unabii, mnyama tuliona inasimamia ufalme. Kwa hiyo huyu ni ufalme, mwanamke anasimamia kanisa hapa duniani. Mwalimu, labda tuthibitishe madai yetu. Sasa tunaendelea bado. Sasa hebu tuangalie mnyama kwanza kwa kifupi, kwa mukhtasari inamaanisha nini? Danieli 7 mstari wa 24. Tuangalie mnyama maana yake nini, alafu tujue mwanamke huyu ni nani ambaye ni Babeli ya leo inaongoza dunia hii. Kuna swali kuja hapa, uko sawa? Enda hapo kwa maiki. Habari yako? Mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tulia. Ona usimama pale mahali penye wako. Hapo. Hapo ni shida. Hapa nataka tusikiongee kwa sababu Biblia iko pale. Biblia iko pale. Tunaongea. Mimi naitwa Mwana, naitwa nani? Mimi naitwa Millicent. Mwinjilisti. Mwinjilisti. Swali lako? Mimi swali langu ya kwanza ni hii. Umesema vizuri sana. Siku ya Saturday. Watu ambao wanaenda kanisani Jumapili wamepotozwa, maana hao ni mnyama huyo tayari. Yaani sikiliza kidogo. Ibada ya Jumapili kwa Biblia haipatikani. Nina swali. Yesu huyu alileta Roho Mtakatifu kufanya kazi yake, si kweli? Kama Yesu alijua kwamba siku ya Jumapili mtu hawezi ingia mbinguni, ama wa kwanza kushusha Roho Mtakatifu anene na wajumbe wake, tuambie kwamba siku ya Saturday, siku ya Sunday hatufai kwenda kanisani, hiyo nitashukuru Mungu. Lakini unasema kwamba siku ya Sabato unajua vizuri mnaingia mbinguni. Ni nani alienda mbinguni akajua siku ya Sabato, achaenda mbinguni
kisha hiyo siku ndio watu wanaenda kwa. Sasa sikuweka hapa. Sikuweka tuambie. Hapo ndio mimi napenda. Lakini shida inasumbua. Mkiingia wakati kwa wanafunzi wa Jumapili. Ufufuo wa Yesu Kristo ni muhimu sana. Moja kupata. Ufufuo wa Yesu Kristo kwa maana alifufuliwa Sunday. Na hiyo siku ni siku ya ufufuo. Nimekubali. Siku ya ngojea. Sitaki maneno yako. Nimesikia kwa kichwa. Acha tusome Biblia kwa kichwa. Nilikuwa nauliza. Wala usifanye nikuzimia. Ngoja niongee. Acha tusome. Swali lingine la Unauliza swali. Siri mbili peke yake. Unauliza swali la kwanza. Acha Biblia ijibu. Sawa. Niongee alafu utauliza la pili. Alafu kidogo. Mpe huyu wako nyuma. Waefeso 2:20. Waefeso 2:20. Waefeso 2:20. Waefeso 2:20. nasema hivi. Nasemaje? Waefeso 2:20 nasema. Inasema mmejengwa juu ya msingi wa mtume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Hapa Biblia inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, sivyo? Sasa misingi yetu ya ibada lazima iandamane na manabii na mitume na pia Yesu. Sasa tunakuuliza, kati ya mitume na manabii na Yesu, nani alifanya ibada sana? Kuna Yesu akauliza kitu. Amekuuliza, kama kule imeanguka katika mtu kwa shimo, utaitoa hata Sunday? Utaitoa. Sikia kidogo. Kwa sababu utaitoa kwa sababu imeanguka accidentally. Na sasa hiyo unataka church. Sasa tunaombushane alafu utoe. Unataka kwenda church. Utaitoa. Utaitoa ndio uende kwa church. Kwa nini ilikuwa hiyo Sunday? Kwa sababu tulikuwa ni Sabato. Kwa sababu unaitoa kwa sababu siku ya Sabato kazi inayofanyika ni ya kuokoa mioyo. Kwa hivyo kuacha huyo punda kufia hapo. Kwa hivyo hii ufufuo wa Yesu Kristo aliyefufuliwa kaburini kwa Sunday tunaipuuza. Hatuwezi kupuuza. Wakolosai 2:12. Wakolosai 2. Hiyo siku tunaikumbuka haje? Wacha Biblia iseme hatukumbuki kufufuka kwa Yesu kwa kuenda kanisa Sunday. Inasema hivi, inasemaje? Mkazikwa pamoja naye, katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Unasikia? Wewe ukibatizwa unakumbuka kukufa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu, sio kwenda kanisa Sunday. Mimi mtanikoroka. Mama tunaujaliwe msemaji. Nipe Mathayo 11:29. Mathayo 11:29. Unajua ukiwa mtu unakuja kusema maneno tu bila maandiko hawatambui. Inasema hakuna mtu anaweza kupitisha hapa ati tunaenda kanisa Sunday, hakuna. Inasema hivi mwalimu. Unasemaje? Jitieni nia yangu. Yesu anasema jitieni nia yangu mjifunze kwangu. Yesu anasema tujifunze kwake. Luka 4:16. Inasema hivi. Tujifunze kwa Yesu, ndio? Sasa tukijua Yesu alifanya ibada hii ndio twende. Hebu soma. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Na siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Unasikia? Kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu alikuwa anakwenda katika sinagogi siku ya Sabato kwa sababu ya ibada, si ndio? Ndio. Na wanafunzi nao. Hebu nipe 13:44 Matendo ya Mitume. Kwa sababu tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa wewe ukiwa unafanya ibada sana, ukule tuambie tunabii gani aliacha kazi akafanya ibada sana? Hebu sema. Ukitoa hivi Matendo ya Mitume 13:44 inasema hivi. Kama kuna mtu anasema Sunday ni siku ya ibada, hapa
hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakafanyaje? Wakakusanyika, walisikia neno la Mungu. Kumbe watu wakakusanyika Sabato wasikie neno la Mungu. Wewe ni kama ni maswali mengi. Hapa ni habari yako nzuri. Mimi naitwa nani? Naitwa nani? George. Wewe ni Mkristo na wewe? Mkristo. Unaamini Biblia? Kabisa. Nipe hii kidogo. Wakorintho wa kwanza 11:14. Wakorintho wa kwanza 11:14. Unasemaje? Nasema hivi. Nasema hivi. Unasemaje? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndevu ni aibu kwake? Mtabariki. Bwana, yeye atafuta tu kinyozi ndio ukae smart. Sawa? Ngoja basi na niulize swali. Aulize swali sasa. Sasa ukianza kunichambua na bado hata yaani nakuja kupea tu ile ukae. Hata wewe nitakujibu. Sawa. Kwanza nikujibu. Swali. Kwanza umenijaji. Sawa. Ndio umenijaji. Nataka nikujibu. Umesoma Wakolosai wa pili 16 mpaka 18. Wakolosai? Fungua Wakolosai sura ya pili 16-18. Hiyo aya sijasoma. Haya. Sasa wewe ndio umekuja nayo. Usihukumu mtu kwa vyakula, kwa vinywaji, wala kwa Sabato, si ndio? Toa yasome. Sasa si umenihukumu. Wewe si umenihukumu. Wewe mtu asome. Inasema hivi. Inasemaje? Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Kwa hivyo tukule kila kitu. Wacha amalize. Tunaanza tukitoroka. Kwa hivyo tukule kila kitu. Mimi sijasema hivyo. Na usingoje kama haya. Kwa sababu umenijaji kulingana na nywele yangu. Sasa wewe unataka nikuanze kwa nini nimesema hivyo? Anasema Proverbs 31:9. Okay, wacha alafu na kujibu. Usihukumu. Basi mtu asihukumu nyinyi katika vyakula. Mtu asihukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Ndio anataka mpe mic. Ama niendelee? Siongee, simetoa aya, sema sasa. Sidiro imeanza na usimhukumu mtu. Kwa sababu tulia. Ngoja. Mungu ndiye anafaa kuhukumu mtu. Mpe utulize. Mithali 31:9. Mithali 31:9. Inasema hivi. Inasema hivi. Ndio mpaka sasa napata swali yako. Hujampatia time aulize. Sawa, ndio nampea. Fumbua kinywa chako, ufanyaje? Uhukumu kwa haki. Mtabaki. Ndio nasema fungua kinywa chako, hukumu kwa nini? Unaongea. Hata Zaburi 9. Okay, kama hiyo Biblia imesema, hiyo tumesoma imesema fungua kinywa chako, hukumu kwa haki. So hukumu ambayo tunafaa tufanye. Kwa mfano ukinipata useme mimi ni mwizi. Sema mimi ni mwizi na ameiba simu ndio hii ako nayo. Hiyo ndio hukumu ya haki. Tukisema watu wanaenda Jumapili katika ibada wamekosea, tunatoa ushahidi. Hatukuhukumu mtu. Haya, umefanya vizuri. Nilikuwa nimekuja kukujibu. Sasa mimi nataka uniulize swali. Nilikuwa nimekuja kuuliza. Haya, uliza sasa. Mbona kuna shida na wale wanaenda kanisa Jumapili ili hali hiyo andiko huyu amesoma imesema usimhukumu mtu yeyote kuhusu. Sasa shida ni hivi. Haya, shida ni hivi. Hapo tumaiki kidogo. Ngoja tu. Iko hivi. Hiyo hukumu ambayo tunafanya tunatoa kwa haki. Unaona? Kwa mfano wewe ukipata mtu ameiba, unajuanga aje ameiba? Si basi wataki aende. Kwa nini sababu ni mwezi, sio hukumu? Unaona? Sasa kile unafaa ufanye, una hukumu lakini kwa haki. Lakini hukumu ya kwenda jehanamu ni ya Mungu. Sisi hatuambii mtu ati wewe utaenda jehanamu. Tunasema tunakosea mpe kidogo. 58:1 Isaya. Alafu pasa sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mtabaki. Unasikia Biblia inasema lazima watu wajue makosa yao na dhambi zao.
Swali. Swali. Wakati Yesu akiwa na mitume wake wakipita kwenye zile green fields wakikula, wakati waliulizwa na Mafarisayo, kwa nini unafanya isivyo haki kufanywa katika siku ya Sabato? Yesu aliwajibu aje? Sasa kuna hali kwa Biblia imesema mtu asikule siku ya Sabato. Ngoja, hawa ambao wanashika hivyo kama vile wanashika, kwa sababu hao walikuwa wanachukua masuke wanatoa wanakula, sivyo? Kuna mali ilikuwa imesema mtu asikule siku ya Sabato. Okay, mimi point yangu si hiyo, hata point yangu ni ati sasa ilikuwa hivi. Kwa mfano siku ya Sabato uko na njaa, sawa? Na pale kwa shamba kuna chakula unafaa ukule. Unaenda unachukua unakula. Sio tuchukue wote. Hapana, iko hivyo. Sasa nataka uniambie basi after Yesu amefufuka. Ni wapi inaonyesha kwamba Sabato iliendelea kushika? Kwa Sabato iliendelea. Si wakati Musa. Soma hiyo tumesoma. 66. Hapana, soma Matendo ya Mitume. Si hao ni mitume. Soma Matendo ya Mitume 13:44. Inasema hivi. Ndio shida amsikilize. Wakati Yesu amefufuka ameenda mbinguni kuuliza hasa ni mitume. Inasema hivi. Inasemaje? Hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika, walisikia neno la Mungu. 16:13 hiyo Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Inasemaje? Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto. Hao ni mitume wakatoka nje ya lango wakaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Unasikia hapo Nike? Unasikia? Si Sabato iliendelea. Sawa. Kwanza umekubali. Sabato umekubali. Ndio swali lingine hapo kidogo. Ndio swali lako. Nimejibu. Bado hujajibu. Kwa sababu gani? Nataka kujua kwa nini uko na shida watu wakiabudu Sunday na sisi sasa sio kama na shida. Biblia ndio inakataa. Haikatai kwa sababu sasa tuache nikuulize. Biblia inakubali watu ibada Sunday. Wacha nikupatie wakati nataka kukupea wakati Paul alikuwa ana preach na yule kijana alikuwa amekalia dari ya nyumba. Songa pale pale. Sawa, nilikuwa nakwambia songa pale kwa huyo msomaji. Huyo amefikisha hapo. Ulikuwa unaniambia? Nilikuwa nakuambia wakati Paul alikuwa anafundisha na yule kijana alikuwa amekaa juu ya dari. Paul alikuwa anafundisha mafundisho ya Mungu. Na hiyo siku ilikuwa siku ya kwanza ya juma. Fungua Marko. Soma. Marko 2:27-29. Sasa unajua hapo unajiingiza kwa shimo unazitoka. Hata mmoja ungesoma hiyo haya. Hata mmoja ungesoma hiyo haya. Inasema Bwana hata mtu Bwana wa Sabato. Hapana. Sio hata asome. Hebu soma hiyo kwanza akirudi. Unaandikiwa hapo nini? Soma Matendo 27. Matendo 27. Unaandikiwa haya ile haujafaa usome. Mnakuandikia mwambie next time wako mjanja kidogo. Matendo ya Mitume 27. Nasema hivi. Nasema hivi. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kuumega mkate. Ndio maiki. Wanataka wafanye nini? Ndio maiki tu. Wanataka wafanye nini? Kumega mkate. Sio kufanya ibada. Hiyo ni kama ibada. Kwani watu wanafanya hivi? Mimi nakuwa wale kwa kidogo adimishani. Na sasa nataka nipe aya inasema kumega mkate ni ibada. Hiyo ni part ya ibada ya Bwana Sunday. Umesikia? Soma Biblia iko hapo. Maliza kwanza hiyo verse, hujamaliza. Mwalimu, wacha tusome na context. Sawa. Tusome na context. Anza juu. Tusome na context. Sasa sikia.
tuanzie mstari wa 6. Sisi tukatweka baada ya siku ya mikate isiyotiwa chachu, tukatoka Filipo, tukawafikia Tora, safari ya siku 5, tukakaa huko siku ya 7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa, kwa hivyo ilikuwa siku ya kufanya nini? Ya sikukuu ya kumega mkate. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumeketi ili kuumega mkate, Paulo akahutubia akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa 8. Unasikia? Walikutana kumega mkate. Ongea kwa maiki. Si ndio? Walikutana wamega mkate, sawa? Sawa. Ambayo ni Pasaka, si ndio? Sasa tueleze Biblia, hii Pasaka inafaa ifanywe siku ngapi? Mpe huyu. Matendo 11:25. Wakorintho wa kwanza. Nasema hivi. Wakorintho wa kwanza 11:25. Alafu umsomee aya yake ya 2:27. Nasema hivi. Unasemaje? Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kwa kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Na leo ni Pasaka, si ndio? Ndio. Ipo maiki. Unasikia? Kila tunywapo tunafanya hivyo. Hata siku ya kwanza, ya pili hivyo. Lakini siku ya ibada ni siku moja. Mtu usikie ni siku ngapi? Hebu kutoka Walawi 23:3. Inasema hivi. Inasemaje? Mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, endelea, kusanyiko takatifu. Mpe maiki. Unasikia? Wacha nimalizie. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Mpe maiki. Unasikia? Fanya kazi siku 6, si ndio? Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu, si ndio? Ambayo ni Sabato. Ongea kwa maiki. Sabato. Ambayo ni Sabato, si ndio? Kwa hivyo siku ya Sabato inakuwa siku ya 7. Siku ya 7 ni gani? Saturday. Hivyo. Mimi sina shida na Saturday. Point yangu ni sasa, kwa hivyo unakubali siku ya Sabato ni Saturday. Nakubali wakati wewe unafanya ibada siku gani? Sunday. Aya, nipe kwa hiyo Biblia. Biblia inasema tufanye ibada Sunday. Mimi nilikuwa na agree. Bila kuuliza kwa sababu Saturday. Kwa sababu mimi shida yangu ni mbona uko na shida na wale wanaabudu Sunday, hali ile Wakolosai tulisoma ilisema usimhukumu mtu kuhusu Sabato. Wacha kumaliza. Wacha arudi na Bible verse. Alafu sasa uongee. Alafu Wakolosai. Kwa nini hapo? Sina shida na watu kuenda ibada Sunday, sawa? Chenye niko nayo ni Biblia inakataa. Inasema ibada ni Sabato peke yake. Sasa ukienda Sunday, unajua utajiambia, sio unasema unafanya ibada Sunday. Sasa utatuambia kwa Biblia unafuata mtume mgani ama nabii mgani? Mimi nakuambia usihukumu. Na Biblia inasema tuhukumu kwa haki. Unakubali haya? Mwalimu. Wakorintho 6:2. Asikie hiyo. Hata mwana sisi asikie hiyo. Tutahukumu mpaka malaika. Hiyo ni Biblia. Hebu some. Inasema hivi. Kama kuna mwingine ako na swali ya kuja, inasema hivi. Huyu asikue tu peke yake. Inasema hivi. Au hamjui ya kwamba watakatifu watawahukumu ulimwengu, na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nyinyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi unasikia? Mpe maiki. Unasikia? Mpaka malaika tutahukumu. Wewe ni mtakatifu. Mpe 14:12 Ufunuo. Inasema hivi.
Ama soma hiyo, na pia nilikuwa nataka Zaburi 8:9. 119, 155. Sawa. Ama soma hiyo kwanza. Inasema hivi. Inasema hivi. 14, 13, 12. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Mpe maiki. Umesikia? Wale wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. So sisi tunashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndio tunaitwa wenye haki. Kwa hivyo kama wenye haki watahukumu mpaka malaika, lakini si leo. Si leo watahukumu. Leo na hukumu wale wanaabudu Sunday leo. Sasa leo wakati bado wasafisha chenye tunafanya ni hivi. Ona. Sikia hiyo andiko penye nasema. Sikia hiyo andiko penye nasema, nafikiri hajaisikia vizuri. Wakorintho wa kwanza 6:2 nasema hivi, au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, sasa swali, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Mpe maiki. Unasikia? Kuna hukumu zile ndogo kama hizi za Sunday hizi. Kama hizo hiyo kwanza. Haya basi sasa tumemaliza. Na kuuliza, sio unaanza ibada Sunday. Ampe wewe kidogo. Ndio 20 wa Efeso. Nataka nikuulize tu swali moja, ukinijibu tunamaliza. 2:20 wa Efeso. Inasema hivi. Tumejengwa katika mitume. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Biblia inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, si ndio? Na Yesu ndio jiwe kuu la pembeni. Sasa sisi tunaenda Sabato kwa sababu mitume na manabii walifanya Sabato mpaka Yesu walishika Sabato. Sasa nyinyi mnaenda Sunday. Mitume gani na manabii na Yesu gani walishika Sunday? Sisi tunaita Kristo. Sasa na Yesu ndio Bwana wa Sabato. Yesu ndio Bwana wa Sabato. Kwa hivyo kama Yesu alisema yeye ndio Bwana wa Sabato, unasema vizuri. Yesu ni Bwana wa Sabato. Ambaye ni Jumamosi ndio. Aya, na Bwana wa Sunday. Shika pointi yangu. Acha nikuonyeshe Bwana wa Sunday. Yesu acha kidogo, mbele tukidogo kuonyesha Bwana wa Sunday, sawa? Mtu Danieli 7:25. Inasema hivi. Nikuonyeshe mwenye Sunday sasa. Na kupea leo cash bila deni. Inasema hivi. 25. Inasema hivi. Wewe Danieli ukianza juu, angalia hapa kidogo. Wewe ndugu yangu. Unaona tunazungumzia hawa wanyama wanne, sawa? Hawa ni wafalme wanne watakaotokea duniani tangu Danieli akue hai. Ufalme wa kwanza ulikuwa Nebukadneza. Wa pili ikakuwa Medo-Persia. Wa tatu Uyunani ama Greek. Unaona? Sasa ufalme wa nne ni hii, ufalme wa Kirumi. Sasa sikia vile watafanya. Naye atanena maneno kinyume cha aliye juu. Huyo mfalme wa Kirumi ananena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Aliye mtume. Naye ataazimu kubadilisha majira na sheria. Sasa umesikia? Ataazimu kubadili majira na sheria, sawa? Sasa majira na sheria nibadilisha aje? Uone majira ya Mungu saa yake inaishanga siku yake. Jua ikianguka siku ya Mungu imeisha. Hiyo ni siku ya Mungu. Lakini majira ya huyu anaongoza saa 6 ya usiku ndio ati siku iko imeisha na nyingine inaanza. Ni tofauti. Ukisoma Mwanzo 1:5 inasema jua ikianguka siku imeisha. Lakini huyu alibadilisha akaweka saa 6 ya usiku. Ingine alibadilisha Sabato. Usiku na simu. Uko na simu ya touch. Enda weka bando ama kama saa hii uangalie who is Constantine, what happened in 321 AD. Utakuta Konstantino ndio alibadilisha Sabato ya Mungu kutoka Jumamosi akapeleka Jumapili. Sasa bwana wa Sabato ni Konstantino mwenyewe. Bwana wa Sunday mwalimu. Bwana wa Sunday. Bwana wa Sunday ni Konstantino. Bwana wa Sabato ni Yesu. Bwana wa Friday ni Muhammad. Na kama kuna Muislamu anasema tunasema Mungu akuje hapa. Okay, wacha huyu amalize na Romans 14:5-6. Warumi
Msiweke mtu anaweka sheria siku kwa siku, tofauti ya siku na siku. Haina shida. Hiyo ndio anataka. Hiyo tutai Warumi 14 mstari wa ngapi? Wa 5 na 6. Nasema hivi, mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku. Mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na atibitike katika akili zake mwenyewe. Yeye aadhimishaye siku huidhimisha kwa Bwana, naye alaye hula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Mtamaiki. Zungumza. Sasa hiyo inaonyesha wewe shika Sabato. Aliyokuwa na shida na shida. Haya haijasema hivyo. Unaona? Imesema mtu mmoja anaweka siku na siku tofauti, si ndio? Na anafanya pale chini unazungumzia nini? Si ni chakula. Sasa udhibitie katika njia zako ya kutafuta, si ati Sabato. Hebu mpesikie siniwe Paulo. Hebu soma ile 9 Warumi. Nini? Waebrania ile 9. Kwani Paulo ajichanganya tena? Anazungumzia hapo, amesema tu vizuri katika vyakula. Udhibitike katika zada hivi unafanya. Sio Sabato, hata Sabato jitajwa hapo. Hebu soma. Ile 5 Waebrania. Ile 9. Kidogo tu. Ndio hii. Ile 9. Inasemaje? Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mtu maiki. Unasikia? Si Paulo tu amesema hivyo. Sasa amejichanganya wapi? So na Sabato iko hapo. Haijatoka. Lakini unajua ulikataa verse yenye iko direct. Inasema usimhukumu mtu kwa Sabato. Nataka hata sisi sasa nataka tusome hiyo aya. Tuanze juu tukiteremka na wewe. Kwa sababu unaona shida yako iko hapo. Saa 2:16. Unaona shida yako iko hiyo aya sana. Inasema hivi. Na tuanze juu na wewe, sawa? Haya, soma. 2:16. Basi mtu asihukumu